Kwa jina naitwa Muungano Saguya, ni meneja wa habari na uhusiano wa shirika leno la Nyumba la Taifa. Nimewaita leo hapa ili kuweza kuelezea uamuzi wa shirika la Nyumba la Taifa wa kutoa jengo la ubia liko hapa mjini Morogoro, ambalo licheleweshwa na mbia amechelewesha ujenzi kwa takriban miaka 17. Sasa shirika la Nyumba la Taifa niseme tu kwamba liliingia ubia na mbia anaitwa Sase and Samo Investment Limited mwaka 2007 wa kujenga jengo la ghorofa 6 katika kiwanja namba 67/1 Old Dar es Salaam Road hapa manispaa ya Morogoro. Sasa baada ya kuingia ubia na mbia huyo, shirika la Nyumba la Taifa lilikuwa linatarajia kwamba jengo hilo lingejengwa kwa miaka 2 na kukamilika ili liweze kuwa ni chachu ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika manispaa ya Morogoro. Lakini kwa muda mrefu mbia huyu amekuwa akisuasua kutekeleza mradi huo wa ujenzi wa ghorofa 6, na kwa hiyo shirika la Nyumba la Taifa limekuwa mara kwa mara linaingilia kati likimtaka mbia huyo kuzingatia masharti ya mkataba, ikiwemo kuwatumia wataalamu wa ujenzi wanaokubalika na mamlaka husika na kuzingatia taratibu zote za ujenzi. Za kuwepo kasoro katika utekelezaji wa mradi huo, liliweza kuomba kufanyika tathmini ya kiufundi, na tathmini hiyo ilifanywa na kitengo cha ushauri wa ujenzi cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani BICO. Tathmini hiyo ya BICO ilionyesha kuwepo kwa kasoro kubwa za ujenzi zilizoashiria hatari kwa usalama wa jengo na utumiaji wake. Kufuatia matokeo haya ya BICO, BICO ilishauri pamoja na kufanyika kwa marekebisho kadhaa, ujenzi huo usiendelee zaidi ya ghorofa ya 3 badala ya zile ghorofa 6 ambazo nilielezea katika mkataba wa awali. Kutokana na ukiukaji huo wa mkataba na kuhatarisha kwa usalama wa raia, mnamo tarehe 27 Septemba 2023 shirika la Nyumba la Taifa lilichukua hatua ya kurejesha udhibiti wa mradi kwa mujibu wa mkataba wa ubia, ikiwa ni pamoja na kuweka ulinzi katika eneo la mradi ili kulinda usalama wa wananchi na mali za umma. Mbia aliendelea kukaidi maelekezo hayo halali ya shirika la Nyumba la Taifa, ikiwemo agizo la kuondoa wapangaji wake aliowaingiza katika jengo hilo kinyume na utaratibu, na huko akijua kwamba jengo bado halijakamilika na halina kibali cha matumizi ya kuweza kutumika na binadamu. Wakazi wa idara na mamlaka tofauti wamelikagua na kuthibitisha ubora wa jengo hili na wameruhusu liweze kutumika, pamoja na manispaa kuthibitisha kwamba jengo hilo linaweza likatumika. Hiyo occupational certificate ipo. NHC kama wapo kwa nia njema, na mimi ni mbia wa 50% kwa 50, kwa nini wasinishirikishe kwenye maamuzi yoyote? Kwa nini wafanye vitu vyao kimya kimya, waje wawashtukizie wapangaji? Kwa nini waje saa 7 usiku na mitutu na bunduki kwanza kuwafukuza walinzi wangu na kuvamia jengo saa 7 usiku? Naomba kwa vyombo vinavyohusika vinisaidie. Mimi naitwa ndugu Emily Mshana. Sawa bwana. Ni katibu wa wapangaji wa pale Lotos. Sisi ni wapangaji pale zaidi ya miaka 16, tuko pale tunafanya biashara. Ndani ya muda mrefu sana pale tuko pale tunafanya biashara. Sasa imetokea tatizo la National Housing na mtu aliyetupangisha pale ambaye ni Ismaili Mohamed Loto. Sasa tulikuja hapa kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi baada ya jana usiku National Housing kupita na mabati kuzungusha eneo la jengo. Kwa hiyo tumeshindwa kuingia kwenye maeneo yetu ya biashara. Kwa hiyo tukajaribu kuja sasa kuangalia namna gani tunaweza kuongea na viongozi wa National Housing ili tuone tatizo likoje. Wametupa mwanga sasa kwamba inabidi sisi tupishe ile jengo lifanyiwe tathmini kwamba linafaa kwa matumizi, na kama linafaa wataturudisha katika misingi ambayo tumekubaliana. Mimi naitwa Violet Samson Masam, ni mpangaji wa Lotos na pia ni mtunza hazina wa chama chetu cha hapo Lotos.
Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwa sababu kila mtu ni mfanyabiashara pale, na kwenda kwenye biashara unajua kwamba hiyo ndio kazi yako ya kila siku ambayo unaitegemea. Wewe umelala asubuhi unakuja unakuta kuna mabati. Pamoja kwamba kuanzia mwanzoni tuliambiwa, lakini mpangaji ambaye mwenye ubia Lotos akatupa assurance kwamba hamna wasiwasi. Sisi tukaendelea kufanya kazi. Leo hii asubuhi unatoka nyumbani unakuja kukuta kitu kiko kama kilivyo. Kwa hiyo kwa kweli tumeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Bana, mimi kwa majina naitwa Adamu Ngaido. Mimi nilikuwa naomba serikali, ikiwezekana haya majengo ya serikali ambayo wanamiliki wao wenyewe kama wenyewe, nilikuwa naomba ikiwezekana bora kwanza wamalizie wenyewe, alafu mwisho wa siku ndio labda wanawapa wawekezaji. Sababu mwisho wa siku kama hivi mmiliki wetu wa hili jengo la Loto kakaa karibia zaidi ya miaka 17 kumbe hajaingiza hela serikalini. Hiyo hapo sasa nani katika nchi yetu ni hujumu uchumi, alafu anatunyonya sisi watu wa hali ya chini. Kwa mfano kama wengine hapa tushalipia kodi, tushakaa muda mrefu, wengine tushalipia kodi labda tarehe 1. Mpaka leo tunaambiwa tutoke, wenyewe wamechukua jengo lao National Housing. Kwa hiyo hapa kiufupi inatumiza sisi watu wa hali ya chini, watu wa hali ya chini.